Natamani kuona umoja wa aina hizi mwingi katika mitaa yetu, katika kata zetu, lakini katika jimbo letu la Kibamba, na naamini tutaweza kupiga hatua kubwa. Kwa hiyo nipende kusema nimefurahi sana na naona na heshima kubwa kuweza kushiriki katika jambo hili kubwa la kihistoria, jambo hili kubwa lenye fahari, jambo hili kubwa ambalo linatupelekea kuweza kushuhudia kuzaliwa kwa harakati ya kijamii ambayo ina lengo la kuimarisha umoja, upendo, amani na mshikamano, lakini kusaidiana na kujenga maendeleo ya wananchi kwa nguvu zenu wenyewe, na haswa katika bila kujali itikadi, bila kujali kabila, bila kujali kipato na hali ya mtu. Hongereni sana, kwa kweli mmeandika historia kubwa, historia ya watu ambao wameamua kwamba changamoto za maisha hazipaswi kubebwa na mtu mmoja mmoja, bali zinapaswa kubebwa na wote kwa pamoja kwa umoja wetu. Hongereni sana. Mnaandika historia ya watu ambao wameamua kwamba mafanikio ya mtu mmoja yanapaswa kuwa mafanikio ya watu wote kupitia umoja wenu wa ukuu, bila kujali kipato na mengineyo. Hongereni sana. Mafanikio ambayo mnaandika historia ya watu walioamua kujenga jamii yenye upendo, umoja, utu na mshikamano. Hongereni sana. Ndugu zangu, jambo ambalo limenivutia zaidi kuhusu ukuu ni mmeanza na msingi sahihi. Jana mwenyekiti wenu aliponitumia risala nilimsumbua sana. Nikaambia bado nataka nione katiba ipo. Bado nataka nione cheti cha usajili kipo. Bado nataka nione kanuni zipo. Bado nataka nione taarifa ya fedha. Na nilifurahi sana nilipoiona taarifa ya fedha. Imeandikwa kwa umakini sana. Hata kwa mimi ambaye sio mtaalamu wa fedha, mimi ni mwanasheria tu, lakini nilifurahi sana haswa kuona kwamba umoja mdogo wa mtaani kabisa, kwa namna ambavyo mmeweza kujipanga kitaalamu sana. Hongereni sana. Lakini kubwa pia, mmeanza kwa maono, mmeanza kwa dira na mnavitekeleza. Historia inatuonyesha kwamba taasisi zinazodumu sio zile ambazo zinaanzishwa kwa haraka, bali ni zile ambazo zinajengwa na kuendelezwa kwa msingi imara. Nimefarijika kuona mna nyaraka zote hizo kwa ajili ya uwajibikaji, lakini vile vile kwa ajili ya umiliki wenu wenyewe pamoja na demokrasia. Katiba ni dira, katiba ni mwongozo, lakini vile vile katiba ndio nguzo ya umoja wetu. Niwaombe sana muendelee kuhakikisha uhai wa umoja huu. Mfuate katiba, kanuni na nyenzo mbalimbali zinazounda umoja wenu. Umoja wenye katiba kwa hakika ni lazima utajua unapoelekea. Umoja wenye katiba utaweza kutatua changamoto endapo zitajitokeza kwa msingi ya katiba. Umoja wenye katiba utaweza kudumu kutoka kizazi kimoja kwenda kingine, sio nyinyi tu. Miaka 20, 30 mingine ijayo, wengine watakuwa hawana nguvu. Kwa mnapokuwa na miongozo hii, miongozo sahihi inawasaidia kujua mnaenda wapi, lakini kuweza kurithisha kizazi kingine kinachokuja cha wana ukuu. Madhumuni yenu ya kusaidiana wakati wa shida na wakati wa furaha, kusaidia jamii inayowazunguka na kujenga mfuko wa pamoja wa kusaidiana, kwa hakika ni madhumuni yanayogusa moyo wa utu wa Mtanzania. Ndugu mwenyekiti pamoja na wanachama wa ukuu, katika kipindi kifupi tangu mmeanzishwa tarehe 5 Oktoba mwaka 2025, mmeonyesha kwamba mafanikio wala hahitaji kuwa na muda mrefu. Kikubwa kinachohitajika ni kuwa na maono, dira na dhamira ya dhati, lakini pia umoja na kuwa na nidhamu na kupendana. Kwa sababu msipopendana, leo hii tungeshasikia miezi 7, 8 baadaye umoja huu umesha kufa. Kwa hiyo ninawapongeza sana sana kwa namna ambavyo mmeendeleza nguzo imara ya umoja wenu. Niwapongeze sana sana. Niwapongeze pia kupata usajili rasmi chini ya mamlaka husika za kiserikali, hatua ambayo ndio inawapa utambulisho wa kisheria, lakini pia kuimarisha na kuhalalisha shughuli zenu. Mlitamani kusikia mengi kutoka kwangu katika uendelezaji na kukuza fursa zenu za kiuchumi, lakini kama hamna uhalali wa kufanya shughuli zenu, hayo mengine yote yatakuwa ni historia. Niwapongeze kwa kuvuka malengo ya awali ya wanachama, jambo ambalo linaonyesha kwamba wananchi wana imani na umoja wenu wa ukuu. Mmeweza kuwakutanisha watu wa makundi mbalimbali bila kujali dini, kabila, jinsia, kipato au itikadi za kisiasa.
Ameeleza mheshimiwa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ubungo kwamba tumekuwa tukishuhudia vikundi vingi ni vya wanawake, lakini naamini kupitia umoja huu wa ukuu vitakuja kuanzishwa vikundi vingine vingi sana katika jimbo la Kibamba. Niwaombe muendelee kuwa mfano mzuri ili na wengine waweze kuanzisha vikundi kama hivi, na huu ndio mfano wa Kibamba na Tanzania tunayoitaka. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.